Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika vita baina ya Iran na Israel, moja kati ya maswali muhimu yalikuwa ni jinsi gani Urusi inashiriki katika vita hivi ama inaisaidiaje nchi ya Iran. Wengi walidhani ni Urusi ambayo ingefanya kazi kama ilivyofanya Marekani, kwamba kupeleka majeshi yake au kupeleka silaha nzito kwa ajili ya kuishambulia Israel. Lakini kimsingi Urusi ambayo ina uhusiano wa karibu sana na Iran ilitumia njia ambazo si za moja kwa moja katika kulisaidia taifa la Kiajemi kwa maana ya Iran. Katika ziara za hivi majuzi nchini Turkmenistan, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alifanya mazungumzo na viongozi wenzake na kuhutubia wanafunzi katika taasisi ya uhusiano wa kimataifa huko Ashgabat. Miongoni mwa mada kuu za matamshi yake ilikuwa ni mzozo ulioongezeka kati ya Iran na Israel na makabiliano ambayo sio tu yaliathiri siasa za kimataifa, lakini pia kuathiri moja kwa moja mienendo ya usalama ya Asia ya Kati. Turkmenistan ambayo inashiriki zaidi ya kilomita 1100 ya mpaka na Iran ina mji mkuu wake ambao maili tu kutoka mpaka huo. Mvutano uliokuwa ungeleta athari kubwa zaidi katika eneo hilo. Hata hivyo, masuala ya kibinadamu, matarajio ya vita pana yangeweza kuamsha mitandao mikali iliyolala na kuyumbisha mizani dhaifu ya ndani. Hatari hizi huenea zaidi na Turkmenistan hadi jamhuri nyingine za kusini za zamani za Sovieti ambazo hudumisha uhusiano wa karibu wa kisiasa na wa kijeshi wa Urusi. Kutokana na hali hii, wito wa Lavrov wa kupunguza kasi na utulivu wa kikanda ulikuwa na uzito ulioongezwa. Kwa Moscow, Iran sio mshirika tu, ni nguzo katika eneo lililo huru linalolinda ubavu wa kusini wa Urusi. Kukosekana kwa utulivu huko Tehran kunaweza kueneza vita katika eneo la Asia ya Kati na kutishia Urusi iliyo karibu na eneo hilo. Hata hivyo, Urusi ambayo ni mshirika wa karibu sana wa Iran iliweza kutumia njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na diplomasia na mipango thabiti ya kuweza kupambana na Israel pamoja na Marekani. Ishara za kidiplomasia na vipaumbele vya kimkakati vilitumika pia. Mnamo Januari mwaka huu, Urusi pamoja na Iran zilitia saini makubaliano ya kina ya ushirikiano wa kimkakati kuainisha uhusiano wa pande mbili na kuashiria muungano rasmi wa siku zijazo. Kuchache tu baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kulenga Tehran, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliruka hadi Moscow akikutana na Rais Vladimir Putin na kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov. Baadaye alielezea ziara hiyo kama alama ya maelewano kamili ya pande zote na alisisitiza uungwaji mkono wa Urusi katika mahojiano na kituo cha habari cha Al Arabiya Al Jadid. Urusi pamoja na China na Pakistan tangu wakati huo zimesukuma azimio jipya la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotaka kusitishwa mara moja kwa mapigano na njia ya suluhu ya kisiasa. Hata hivyo, ujumbe wa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kuelekea nchini Urusi na kufanya mazungumzo na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kulitoa ishara nyingine, na hata baada ya mazungumzo hayo usiku wake ni mashambulizi makali yaliyofanywa na Iran dhidi ya kituo kikubwa cha kijeshi cha Marekani huko Mashariki ya Kati katika taifa la Qatar. Mashambulizi haya yalikuwa ni ujumbe mzito kuonyesha kwamba Urusi ilihusika kwa namna moja ama nyingine, na hapo ndipo rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza kumalizika kwa vita hivyo, huku wachambuzi wa mambo wakihofia kwamba vita hivi vingepanuka zaidi na kusababisha mgogoro kuwa mkubwa tofauti na wengi walivyotarajia. Hata hivyo, inadaiwa kwamba licha ya msaada huo, inadaiwa kwa Urusi ilitumia njia nyingine ikiwa ni pamoja na mifumo yake ya kijasusi ambayo ilitumika kwa ajili ya kuhakikisha Iran inafanya mashambulizi kwa kuangalia ni wapi pa kupiga na wapi na nini cha kufanya. Inadaiwa pia kwamba moja kati ya baadhi ya silaha zilipelekwa huko nchini Iran na zilitoka katika mataifa ya Urusi pamoja na China. Hata baada ya siku ya kwanza ya mashambulizi ambayo inadaiwa pia kwamba mifumo ya ulinzi wa anga iliharibiwa vibaya kutumia ujasusi wa Mossad wa Israel ambao walitengeneza mifumo ya kuharibu mifumo ya anga ya Iran, ndipo ambapo Israel iliweza kufanya mashambulizi ambayo hayakuweza kujibiwa kirahisi, na ndipo ambapo China pamoja na Urusi wakaingilia kati kuhakikisha mifumo ya ulinzi wa anga inaimarishwa, na ndipo
Iran ilipoanza kupata nafuu na kuweza kuendelea na mapambano na kuanzisha mashambulizi ya kwanza ndani ya taifa la Israel. Hata hivyo, Moscow imekuwa makini katika matamshi yake ya umma na katika kongamano la kimataifa la kiuchumi la St. Petersburg. Toni hii ya tahadhari ilionyesha kitendo cha Urusi cha kusawazisha, kuimarisha uhusiano na Tehran huku ikidumisha kufanya kazi na katika hali zingine za hatari, kwa kuzingatia uhusiano na Israel, lakini pia kijumlisha katika njia za kijeshi na za kibinadamu. Mkao huo wa pande mbili unaruhusu Urusi kujiweka kama mpatanishi anayewezekana ikiwa pande zote mbili zikitafuta matokeo ya mazungumzo. Hata hivyo, moja kati ya kazi kubwa ambayo pia ilifanywa na Warusi ni kutengeneza njia za kuweza kumalizika kwa vita hivyo. Inadaiwa kwamba baada ya shambulizi lililofanywa na Iran katika kituo cha kijeshi cha Marekani cha Al Udeid huko Qatar, ni rais wa Urusi inadaiwa kwamba alipiga simu ya moja kwa moja kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump kumweleza kwamba hapaswi kurudisha kisasi cha aina yoyote dhidi ya Iran. Na hapo ndipo ambapo rais huyo wa Marekani akaamua kuachana na mpango wa vita hivyo, huku akitangaza kwamba vita hivyo vimeisha rasmi, na ndipo ambapo vikaisha na kutangaza siku 12 za vita hivyo vimekuwa vimeisha na kamwe kusiwe na mashambulizi mengine. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.